analeta huku zaka. Akishaleta zaka, mtu atakuja atataka utajiri, tutampa nyoka itakaa kwenye jeneza. Afu zile pesa ambazo mnatoa nyinyi tutampa yule mtu aliyetoa kafara, aliyemwaga damu za watu, tutampatia. Huyo ni wa kwanza Mwamposa. Wa pili, usitaje wote. Nimeweza kuua watu kaza wa kaza na nimetoa damu. Tunampigia makofi kinyume nyume hivi, anatoka pale. Na mwingine mnapigana makofi hivi. Na mwingine anaenda pale anashuhudia vile vile. Basi. Kwa hiyo ushuhuda zenu kwamba tumeua watu fulani ndio shuhuda mnazotoa kule. Yani ukipita mwezi hujaua mtu, adhabu inakuhusu. Sikia kazi hiyo. Ninyi mwezi mzima muokoi watu. Hawa mwezi lazima uwe mtu. Endelea bwana. Basi wachungaji wa maji na mafuta huwa sio waaminifu. Anapokuja anakuambia Bwana ameniambia hivi na hivi, ameniambia hivi na hivi. Mapepo tunampa mapepo, yanakuwa anamuongoza. Ndio maana unakuta anapita watu nyuma, anamfuata mmoja. Yanakuwa anamuongoza, afu yanakuwa anamwambia huyu anaitwa nani, ana watoto wangapi, amefanya hivi na hivi. Mapepo yanamuongoza jinsi ya kusema. Sasa unakuta mtu hadi analia, anawekewa mafuta. Yale mafuta mengine ni ya watu. Ni ya watu, tunatoa kwa watu, tunawauzia wao. Mengine anakuwa tumealani, tunaleta huku wanawauzia wao. Sili mradi kazi yetu iende tu, watu wasiende mbinguni. Ndio hicho tunachokitaka. Basi nikaendelea na hiyo kazi, nikawa nawauzia mafuta, nikawa ninasambaza maneno ya upako, maji ya upako. Mengine wanakuwa wameoshia maiti. Wanaoshia maiti, mtu unakuja unakunywa yale maji na kwa yametoka kuoshewa maiti. Basi mimi furaha yangu nilikuwa nikiona mtu anateseka ndo nafurahi sana, nasema huu mwezi ni wa bahati. Yaani mtu anateseka ndo nafurahi. Basi nikikupandikizia magonjwa ukienda hospitali fulani, mimi nitachokifanya, nitatoka hapo nitaenda ile hospitali unaoenda wewe. Nitachukua na kikosi. Wale manesi yote na madaktari tunawaingia ndani mwao. Hasa ukija pale utajua unaongea na madaktari, kumbe unaongea na sisi. Tutakuangalia. Lakini kama ni mtu wa Mungu, umeokoka kweli, si hatutaweza kuvumilia macho yako, maana yanakuwa yana moto. Basi utakutana na sisi, tutakuhudumia vizuri, tutakupeleka maabara. Kama unafanya operesheni, tutakupasua. Yaani mimi hapa sijasomea, nampasua mtu, naweka ninayojua mimi, ninamshona, anaondoka. Unashtukia na vidonda vya tumbo vimenisumbua miaka 20. Unashtukia na kisukari kimenisumbua miaka 20. Wengine wanakuwa nenda hospitalini wanatukuta sisi, hawakuti madaktari, tunakuwa tumewaingia sisi. Wanakuwa wanatukuta sisi ndo tunawahudumia. Nikawa ninazidi kutesa watu hivyo. Nikafikia viwango vya kutesa wanandoa. Mwanandoa naweza nikaenda nikamwingia mwanamume. Nikishamwingia nitachukua simu bila ya yeye kujua. Afu nitamtukana mwanamke huko aliko, matusi ya ajabu. Afu nitamwambia mimi na wewe leo basi sitaki kuona hata machoni pangu. Tatuma. Afu huyu mwanamume anakuwa hajui kitu. Naenda namwingia tena huko mwanamke. Natuma, sawa nimekuelewa mbwa wewe, natuma. Sasa akifika nyumbani mwanamke haelewi na mwanamume haelewi. Utashtukia mwanza kupigana. Mwanamke anasema mimi nimefanya nini hadi unanipiga? Mwanamume anamuonesha, angalia hapo ulichonitumia. Anasema sio mimi. Hii ni namba ya nani? Anakuta namba yake. Paka wanakorofishana, wanafukuzana ndani. Anakuwa hajielewi, mpaka yeye anajiuliza ni mimi ndiye tuma hiyo message au ni nani? Nikawa nawaachanisha hivyo. Yaani ndo nazidi kufurahi sasa. Nikitoka hapo naenda kunywa damu, najipoza kwa kazi ndio ifanye. Nikazidi kufanya hivyo. Nikatoka hapo. Sogea tena hapa. Unasogeaje kwenda kule? Endelea. Nisogelee tu wala usihangaike.
Basi nikawa nawachanisha hivyo wanandoa. Nikatoka hapo nikaenda kwa wachungaji makanisa ambao hayana nguvu. Mchungaji pale anapokuwa madhabahuni, ninapanda mpaka pale madhabahuni, alafu ninamuingia. Anakuwa na moyo wa tamaa ya mwanamke. Unakuta anakwambia, "We mama njoo, Mungu anakupenda, baadaye tutaonana." Inakuwa imeisha hiyo. Akienda huko anazini naye. Basi mchungaji anakuwa anazini na wanakwaya. Wanakwaya, mfano nikiroga wanakwaya, nitaleta wanaume 2 kanisani au mmoja. Utasikia mwanakwaya akiona mwenzake amekaa na huyu anachukia. Utasikia ameacha kuja mazoezini, ameacha kuimba, ameanza kutangaza vibaya hilo kanisa. Nikawa nazidi kuwazofisha hivyo wanakwaya na wachungaji, nikawa naroga hivyo. Basi nikawa nazofisha watu, natuma nasambaza magonjwa ambayo hayatibiki. Mfano mtu anakuambia nilikuwa nimepooza, mtu yani magonjwa nikawa nasambaza, ndo nasema furaha. Ikifika wakati wa shuhuda naenda kusema nimeweka magonjwa kaza, wachungaji ndio wakamata. Wengine tupo nao huko kuzimu, sijui ni wataje. Kwa Lucifer. Amen. Kwa hiyo kule kuzimu tuna wachungaji tu wengi wanaokuja kutafuta. Wachungaji ni wapo wengi. Yani kuna mchungaji anazingatia kutoa zaka. Yani zile sadaka mnazozitoa kwake, analeta huku zaka. Akishaleta zaka, mtu atakuja atataka utajiri, tutampa nyoka itakaa kwenye jeneza. Alafu zile pesa ambazo mnatoa nyinyi, tutampa yule mtu aliyetoa kafara, aliyemwaga damu za watu, tutampatia. Huyo ni wa kwanza Mwamposa. Wa pili usitaje wote. Malizia hapo. Tuishie tu hapo. Wanako mnataja kwa jumla tumekwisha wajua. Si wapo mnataka wataje kwani amwajui? Sio wamejao na wengine mmetokea huko. Sikilizeni. Hebu tuambie. Akasema nitakutuma shule, kuna shule. Nikaanzia shule ndio kwa mimi. Ambapo ndianzia kusoma. Nikasema hii shule yote utaanza kuroga kuanzia wanafunzi mpaka mwalimu mkuu wote, uwarogi wote. Hiyo shule nikawa nawaroga, wanafunzi wakawa wanaanguka majini, wanaanguka kifafa. Muda wa mtihani wanafunzi macho yanawasha, nikaroga hivyo hivyo mpaka nikaja huku Dar es Salaam. Huku Dar es Salaam shule ninayosomea. Akasema napo niroge wanafunzi hapo. Kuanzia wanafunzi mpaka mwalimu mkuu huyo. Nicho kifanya, nilianzia kwenye stika. Stika kuna wanafunzi wananunua 100 wanazijua hizo stika. Unakuta ina Spiderman ina nini. Nikaachia wanafunzi wakawa wanapenda. Wananunua wanabandika kwenye madaftari. Sasa wanapobandika kwenye madaftari, mimi ndo napenda hiyo. Na ukiangalia shuleni mimi sibandiki, wao wanabandika tu. Wanabandika hiyo wakaipenda. Nikaleta vimdoli hivi vya 500 wakawa wanaviuza. Wanafunzi wakawa wanapenda kila kitu ndicho kwa ninaleta, wanapenda. Nikawa nawakamata kwa hiyo njia mpaka walimu. Nikawa nawaroga. Mwalimu akiingia darasani, yani anafundisha somo kama vile anatukana matusi ya ajabu. Yani somo analolifundisha aliendi, wanafunzi wanafeli kwenye somo lake. Anaonekana kama afundishi. Kati alikuwa anafundisha. Nikaendelea kutumwa kazi mbalimbali. Wakasema kwa kuwa tushakutuma kwenye shule hizo tulizokuwa tunakutuma umeweza. Sasa tunachokifanya tutaunganisha falme 5, narudi tena kwa yule bishop. Nikasema kule waende kwanza hao wafalme, mimi nitafuatia. Amen. Falme 5 maana yake tukiunganisha nguvu tunakuwa na nguvu za ajabu. Yaani tukija hapa tunaweza tukabomoa kanisa kote na nyinyi tukawabeba, tukawazofisha. Wakaunganisha nguvu, falme 5 zikaungana nguvu. Kumbe dati ndio unamvuta kule nyuma. Kwa nini? Sogea huko tena. Mimi nilikuwa hapo, unaendaje kule? Endelea. Wakaunganisha nguvu. Walivyounganisha nguvu na mimi nikaja lakini kwa uoga.
Wakasema we ni chifu nitakiwa ujiamini. Nikasema sio kule, tajiamini huku sio kule. Tukainganisha nguvu, lakini kuja kwa uoga, ninajua kilichoko hapa. Nikawa nakuja naogopa. Ukasema moja kwa moja tutamfuata huyo bishop, hatutafuata kwanza kanisa, tutamfuata kwanza yeye. Tulipomfuata, yani amezungukwa na moto, yani gari lake akiwa anatembea, yani tulikuwa tumuone, tunaona moto tu. Moto ndio unawaka. Na amefunikwa na moto. Tukasema basi kama hivyo twende kwa mama mchungaji. Mama mchungaji, yani moto akikuangalia hivi macho yanawaka. Yani Amen. Asante. Yani wote wakawa moto, familia yake yote. Tukienda kwa huyu tunamkuta amezingirwa na moto. Tukienda kwa huyu tunamkuta ana moto. Hapa kanisani, tukaja hapa kanisani. Hapa kanisani humu ndani, yani nyie mnapaona tu hivi. Huko madhabahuni huko. Alikuwa ananiambia hapo mwalimu, anasema kumbe alikuwa ananiambia lakini sio kwamba ni kigeni kwangu. Naonaga huku kuna ulinzi mkali mno. Yani mnavyoona malaika wanaokuwa huku, yani sio kawaida. Huku kunakuwa wapo jeshi. Uwezo kumfikia huyu huku. Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia, watashindana na wewe lakini hawatashinda. Amina. Umezungukwa na ukuta wa moto. Maneno haya yako hai. Mnayaona mahali hapa. Ukifanya kazi ya Mungu kwa usahihi, kwa ubunifu, malaika wa Mungu wanajaa. Wanakaa hapa. Mtumishi wa Mungu analokuambia fanya. Ukiwa ufanya napohubiri unaangalia tu, unapoteza baraka. Mungu huwa anasema, Mungu hawezi kusema na wewe ni direct, anapitia kwa mtumishi wake. Maneno yale yanaambiwa wewe, ndio Mungu amezungumza. Usiwe mwizi wa zaka. Uwe mwaminifu kwenye masuala ya fedha. Acha mke ambaye si wa kwako. Acha mawigi. Acha wizi. Acha ukorofi. Acha ugomvi. Ukisha ukoka tupaswa kuwa wagomvi. Hasira za ajabu. Atupaswa kuwa nazo, inabidi tuwe mwanana kati ya ndoa, tuombane samahani. Lakini tunabaki wa korofi, mshirika na mshirika waelewani, huyu na yule waelewani, kanisa lote linabaki na makundi. Mungu hapendi tabia hiyo. Anasema tuache tabia hiyo kwenye mitambo, kwenye kwaya, tusivute midomo. Kama mtu asikii kwenye kwaya tumtenge. Tusiwe na ajabu kumshusha mtu kwenye kwaya kwamba hutakaa na sisi, tunakutoa hapa. Akae chini huko. Akishindwa hame kanisa. Mungu ana watu wengi, ana maelfu ya watu wanataka kuimba. Hao waliopo wasikusumbue. Kiongozi wa kwaya, mtu hawezi kufuata, ache. Hivi vitu sio vitu vya msingi sana kwa kanisa hili. Sisi hatuweki msingi kwenye mambo ya kuimbaji. Sio msingi wetu huo. Msingi wetu sisi ni neno. Ndio maana tukija Jumapili hapa asubuhi mpaka jioni ni neno. Kama uko rohoni, ibada hizi zitakuchosha kabisa. Ni neno tu, hatuna vitu vingine, hatuna kubashiri hapa. Ni neno na maombi. Kwisha. Sema kwishine. Allah. Sasa haya mambo ya ndoto nibashirie, nione, tusiyafate hayo. Yatatupeleka mbali, ni madanganyo matupu, hakuna Mungu pale. Sikiliza, kijana anasema, nabii wa maji na mafuta, pepo anamuingia, alafu anamuongoza kwa mtu specific. Wewe dada njoo hapa. Yule pepo anamwambia maisha yake yote. Nyinyi mliobaki wote sema kweli sio kweli? Kweli kabisa. Kweli nabii, Mungu amekuonyesha. Kumbe amemtoa yule mmoja ili wote mpotee. Mkitoka pale mengine yote yako hayajui, anajua ya huyu tu. Anaweza kuwa wawili au mmoja basi. Na yenyewe afanye kwa usahihi. Kuna mwingine anasema uongo. Maana pepo ni Mungu. Kwa hiyo tukiwasikiliza hawa, mwisho wake unakuta watu wanaangamia kwa sababu hizo. Na ndio maana kuna shuhuda kuzimu na kuna shuhuda kwa manabii wa uongo za kutengeneza, wanafanya manipulation. Tengeneza vitu, wanatengeneza vilema, wanatengeneza watu ushuhuda, watu waliozaa, hawajulikani wanatoka wapi. Ila mnaona kwenye TV wanashuhudia tu. Unatoka wapi wewe kwenye mtaa wako unajua hamna. Mkienda kwenye maombi, kwenye maji na mafuta, hakuna mtu anayetoka Chalinze anaweza kusema tumerudi tumepona. Kwenye basi moja, wote mtarudi mazono yako. Hamna ushuhuda hata kwenye basi. Mkienda mtoka Bagamoyo, mkitoka Boko, hakuna mtu anaweza kusema watu wa Boko tumerudi na ushuhuda. Hamna. Kila mtu anarudi anasema nimepewa maji. Mnarudi na magudulia ya maji. Mikosi, maji ya maiti, mafuta ya maiti. Ndio mnarudi nayo nyumbani kwenu. Mnasema tumebarikiwa. Mwingine akija anasema mmetukana.
Sikiliza vile toka kuzima anavyozungumza. Na anaweza kuwaumbua, akitaka anaweza kuzungumza ulikuja saa ngapi, muda fulani, kwa sababu vyote anavijua na yeye ndiye alikuwa akiwatumikisha. Mkiambiwa kutoa sadaka kwenye nyumba ya Mungu hamwezi, lakini kwenye mapepo kule mnapeleka ila kutosha. Kweli si kweli? Kweli. Saa imefika. Aliye mtakatifu atakuwa mtakatifu, na aliye mchafu azidi kuwa mchafu. Saa imefika. Maji na mafuta yajitenge. Waenda mbinguni wajulikane. Sikiliza maneno haya. Sasa Bwana Benedicto, piga magoti nikuombee. Unataka ngoja kwanza simama. Unataka uchawi? Siupendi. Upendi kabisa. Ulichanjwa sehemu gani? Nilichanjwa kuna ulimi, sehemu zote za mwili. Sehemu zote walichanja. Kuna ni kitu ulimezeshwa? Hapana, damu zangu ndo nilichukua akaniambia nitupe mbali, niseme ziende zisirudi tena. Damu zako? Unamsikia hiyo? Uliambiwa kuua wazazi wako? Ndio, nilikuwa nataka kumuua baba, lakini mama ni naye. Mama unaye? Yule aliyekuwa hapo yuko wapi? Huyu ni nani? Shangazi. Shangazi. Ulimjuaje kama ni mchawi? Yeye ndo alikuja, nimeyajua tu juzi. Yeye ndo alikuwa anasema. Mimi nina mwaka mmoja nimemchukua huyu mtoto. Alikuwa anaishi na kakaangu, na kakaangu alipotea, nimempata. Tuna miaka 2 nimemjua kakaangu, sasa hivi ni mtu mzima. Mama yake huyu ni mtu ambaye hajatulia, ni mtu mzima na miaka kama 50, lakini ni kuhangaika na wanaume. Sasa hivi yuko visiwani. Ndo aliniambia kwamba mama yake ndo aliyemweka kwenye uchawi, hata kumchanja ni yeye, mama yake na mjomba wake ndio alimfanya huyo. Wakamuingiza kwenye uchawi. Hivi hapa kuna vitu anasema, kuna vitu vingine nimeweka nyumbani kwako, ndio maana hela unazozikamata hazikai. Mkipata pesa kitu kinatokea, here naenda. Hata kuna kijana wangu anasema yeye ndo anayemsababishia matatizo, anaitwa Jordan. Yaani hata kupigwa, alipigwa akavunjika mguu na mkono, ni yeye. Ameenda akawatembea na mtoto wa kike mwanafunzi, akawekwa polisi, ni yeye. Anasema anakuwa anasikia raha anavyomuona huyu anapata matatizo. Na ninavyokuambia sasa hivi ana kesi. Yuko mahakamani. Tunakata kichwa cha pweza. Umesikia? Huyu anasemaje? Furaha yake ni kuona wewe unafanya nini? Unateseka. Unasikia wachawi walivyo? Hawana huruma hata kidogo. Sikiliza kitu kingine amechozungumza. Anasema anafarakanisha ndoa. Alivunjika hivi kaka yake huyu. Mwanao. Tutaomba hapa vitu vyote vya kichawi vitaondoka. Anasema nini? Ndoa anazifarakanisha. Yaani kazi yake ni kuona watu mnafarakana, kanisa linafarakana, kwa hiyo linafarakana, wachungaji mwelewani, maskofu mwelewani, ndio furaha ya majamaa. Kwa hiyo hata kwenye ndoa licha ya hicho tu anayo mengi atatueleza. Mimi sijaoji chochote, lakini na mengi ya kuoji ili ulimwengu upate kujua. Tunahitaji watu kama wakitoka kuzimu watuelezee vizuri. Maana tunawakamata. Wakati mwingine tunawakamata waliotekwa, tunakamata toka kuzimu. Watarudi kutueleza hapa. Hapa Dar es Salaam tunakamata mji huu. Tunaweka chini ya miguu yetu. Watu watabadilika, wataokoka, zile maroho aliyofunga yataondoka, maroho ya woga yote tutayafungua. Shughuli tunayo ya kupambana. Ndio maana tunatengeneza watendakazi wengi wa kutosha. Ili tukamate mji. Haleluya. Benedicto, kwa hiyo wewe ulitakiwa uwe babako. Ndio. Mama kwa nini usimuue? Kwa sababu amekufundisha uchawi. Ndio. Yule mko timu moja. Ndiyo. Baba yeye hakuwa mchawi. Kwa hiyo ulitakiwa umuondoshe. Yeye nimemloga sivyo jielewe. Yaani yupo lakini hayupo. Wewe ndio umemshughulikia. Ndio. Sikiza. Baba yake mzazi ndio kakazi yake, unaua baba mzazi. Unamvuruga kabisa. Alafu na wewe damu yako itupe mbali, asiwe na damu yoyote, yani watu wenye ndugu wote hawa aondoke kwenye damu yao. Kwa hiyo abaki, mwisho angeua wote, anabaki peke yake tu, baadaye na wao wanamtumia, akimaliza wanamuua. Sawa sawa? Sawa sawa?